na leo tumekuja kusikilizwa kwa shauri namba 30 mwaka 2020 ambao ni kesi ya Legal na Human Rights Center na wenzake watatu dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapa Mahakama ya Afrika Mashariki. Kwa kifupi tu, malalamiko ya waleta maombi yalikuwa ni dhidi ya sheria ya maudhui mtandaoni ya mwaka 2020 ambayo ilikuja kufanyia marekebisho mwaka 2022, lakini pia ikaja kufanyia marekebisho mwaka 2025. Sasa kuna baadhi ya vifungu kama kifungu nambari 3, nambari 4, nambari 5 na vinginevyo ambazo waleta maombi wanacholalamika ni kwamba zinakiuka haki za binadamu, lakini pia ikiwemo haki ya kutoa taarifa na kupokea taarifa, yani freedom of expression. Kwa hiyo mwisho wa siku maombi yamekuwa kwamba wanaomba vifungu hivyo mahakama iamue kwamba vipo kinyume na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambavyo ni vifungu 6D, 7 kifungu kidogo cha pili na kifungu cha 8 kifungu kidogo cha kwanza aya namba C. Kwa hiyo leo hii tulikuja tu kwa ajili ya kufanya kitu kinaitwa oral highlights, au tunakuja kufanya mawasilisho ya mdomo, kuja kuelezea yale ambayo tumeyaweka kwenye maandishi ambayo tulikuwa tumeshayaleta hapa mahakamani. Kwa hiyo upande wa waleta maombi tumeweza kusikiliza na kutoa ufafanuzi wa hoja zetu, na upande pia wa serikali na wao wameweza kufanya vivyo hivyo. Kwa hiyo na mahakama nayo imeweza kuuliza maswali yake na imeweza kupata ufafanuzi wa kutosha. Kwa hiyo tunachosubiria hapa ni hukumu au maamuzi ambayo yatatoka na ambayo tutapewa taarifa na mahakama lini tutaitwa kwa ajili ya kusikilizwa kwa uamuzi huo. Moja miongoni mwa hoja ambazo nimezitoa ni moja na kutaka itazamo upya kanuni ambayo inamtia hatiani mtu ambaye atachapisha maudhui ambayo yataonekana hayafai. Labda ni kanuni ipi hiyo? Na vile swala la kifungo lilizungumzia kwamba kifungo cha miezi 12 au 15 ni kubwa sana. Labda nini ambacho ndio ni kanuni ya 21 ambayo tuliona kwamba ina changamoto, kwa sababu unapokwenda kwanza kisheria au mahakama za kimataifa ambazo zimeweza kutamka ni kwamba haina haja ya kumzuia mtu kuexercise au kujieleza, uhuru wa kujieleza hauna haja ya kuzuiliwa kwa kutumia vifungu ambavyo vinaweza kumfanya mtu aweze kupelekwa kwenye kesi ya jinai. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, hata hiyo adhabu nayo pia milioni 5, kwa sababu tunaamini kwamba kila mtu ana uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo kwenye ile sheria kwanza ukiangalia kuna mazuio mengi sana ambayo yanaenda kinyume na haki ya uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo tunachokiona hapo sisi ni kwamba hata hizo adhabu pia hazikutakiwa kuwepo, ile hali kwamba mule kwenye sheria yenyewe kuna vifungu ambavyo navyo havidadavui au haviwi wazi kwamba huyu mtu nini anaweza akakiongea au huyu mtu nini ambacho anatakiwa asikiongee au asifanye kwenye maudhui ya mtandaoni. Ndio kuhusu masuala ya leseni kwa wanaoomba kuendesha mitandao ya kijamii, kwa changamoto ambayo mmeiona. Changamoto kubwa ambayo tumeiona ni kwamba si kila mtu, ukisoma ile sheria inajaribu kuweka kila mtu ambaye anatumia mitandao na kutoa taarifa kama vile anatumia kwa ajili ya kuingiza pesa, au kwamba kila mtu ni kampuni, au kwamba kila mtu anajitahidi kwamba anatoa taarifa ili apate kitu fulani. Lakini sio uhalisia, kwa sababu watumizi wengi wa mitandao ya kijamii, wengi wao huwa wanatoa tu taarifa na wanapokea taarifa. Kwa hiyo ukisoma sasa inavyomtafsiri mtu ambaye anatumia maudhui au ambaye anatumia mtandao namna, na ndio hiyo ilikuwa moja malalamiko kwamba nayo pia ukiitafsiri na kuja kumjumuisha hata yule mtu ambaye hatumii mitandao kwa ajili ya kupata faida. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba huyo mtu anahitaji kutoa TIN namba yake. Huwezi kusema kwamba huyo mtu inabidi anahitaji leseni, kwa sababu yeye ni mtumizi wa kawaida. Kwa hiyo tulikuwa tunasema kwamba hata hivyo vifungu navyo ambao vinataka hivyo, maana yake ni kwamba havina usahihi, na ndio maana tunasema kwamba vinakiuka haki ya kujieleza na haki ya kupokea taarifa. Na kuna swala la sheria TCRA Act na EPOCA. Ndio. Niona kama mlibishana kidogo, labda ungetuelezea huo mkanganyiko unasababishwa na nini? Na huo mkanganyiko nadhani ni kwa sababu tu ya waliotengeneza wenyewe sheria. Lakini kikubwa ambacho sisi tulikuwa tunakiona ni kwamba tulikuwa tunataka
hiyo haki ya mtu kukata rufaa au mtu ambaye hajaridhishwa na maamuzi, ile haki ya hatua yeye kuchukua ilipaswa iwepo ndani ya sheria yenyewe. Kwa hiyo kama kuna sheria tofauti, na ukiangalia sasa yale maudhui yametengenezwa chini ya Electronic and Postal Communications Act, lakini ile TCRA imetengenezwa kwenye sheria tofauti ambayo ni Tanzania Communication Regulatory Authority Act. Kwa hiyo sasa ndio maana sisi tunasema kwamba hichi kitu hakipo kwenye sheria ambayo inatengeneza TCRA. Kwa hiyo ilipaswa kiwepo ndani ya ndani ya kanuni zenyewe ambazo sisi tunazipinga. Kwa hiyo sisi tunachokisema ni kwamba inakiuka haki ya mtu kuweza kusikilizwa. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.